Amen. Asante sana mchungaji wetu kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na mshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ya kuwepo hapa mbele za Mungu, lakini pia mbele yenu kanisa, na kuweza kupata nafasi hii ya kusema maneno ya Mungu kama ambavyo Mungu atatujalia. Kwa hiyo basi ni mshukuru pia mchungaji wetu kiongozi kwa fursa na nafasi hii ya kuweza kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wiki hii juma hili ambalo tunahitimisha leo, makanisa mbalimbali ulimwenguni mote yamekuwa yakisherekea ama kukumbuka tukio ambalo lilitokea kwa kanisa la kwanza, tukio la siku ya Pentekoste, ambapo Roho Mtakatifu aliwajaza na aliwashukia waamini wa kanisa la kwanza kwa nguvu kama alivyokuwa ameahidi Yesu katika maandiko. Na kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2, ukisoma Biblia inatuambia ya kwamba siku ya Pentekoste ilipokuwa imefika, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, nguvu uliokuwa unaenda kasi, na wale watu wote ambao walikuwa wamekusanyika wakawa wamejazwa na Roho Mtakatifu na nguvu zake, na hatimaye wakawa mashahidi wa Yesu. Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo iliweka alama ya kuzaliwa kwa kanisa, na haikuwa kwa nguvu za kibinadamu, bali ilikuwa kwa nguvu za Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ndio ukweli ambao nataka nikwambie mchana wa leo, kwamba kwa sababu ya tukio hili, na Jumatano tulijifunza habari ya Roho Mtakatifu na Ijumaa kwa sehemu. Kwa hiyo hata mchana wa leo nataka nikwambie kwamba Roho Mtakatifu hakuletwa kwa ajili ya uzoefu wa mara moja, yani kuwa naye mara moja tu. Hapana. Wala halikuwa jambo la nadharia au la kihistoria kwamba lilitokea nyuma basi ikaishie hapo. Bali Roho Mtakatifu aliletwa ili kila muamini aishi maisha ya uwepo wa Mungu ndani yake, lakini pia maisha ya nguvu za Mungu, lakini pia maisha yenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini ni mtu wa muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anayeleta kusudi la kimungu katika maisha yetu. Lakini pia uwepo wa Mungu unaonekana dhahiri katika maisha ya muamini kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo naamini kwamba Mungu anataka mchana wa leo akupe njaa mpya, akupe kiu mpya ya kutaka tena kutembea na Roho Mtakatifu, kiu mpya ya kujazwa tena na kuendelea kujaa na kukaliwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yapo mengi kupitia Roho Mtakatifu, yapo mengi sana kwa ajili yetu, kwa ajili ya maisha yako, lakini pia yapo maisha ya kuwa na nguvu na utele wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu sio nguvu ya ushawishi wa aina fulani. Watu wengine wanadhani Roho Mtakatifu ni nguvu fulani hivi ambayo inakuja mara moja na baadaye inapotea. Na wengine wanafikiri Roho Mtakatifu ni aina fulani ya ushawishi. Lakini Biblia na maandiko tukiyasoma yanatueleza wazi kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo ni mtu ambaye tunaweza tukahusiana naye, tunaweza tukazungumza naye, tunaweza tukamweleza na akatusikia. Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ule utatu mtakatifu tuna Mungu Baba, tuna Mungu Mwana na tuna Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ana sifa za kipekee, ana sifa za kibinafsi ambazo anapokaa ndani yetu, anapotushukia, anaziachilia hizo sifa za kibinafsi kuendelea kuishi ndani yetu.
Kwa hiyo mchana wa leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya Roho Mtakatifu na matokeo yake katika maisha ya muumini. Matokeo ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini. Kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anapokuwa ametujaza, ni vitu gani tuvitarajie vitokee? Ni mambo gani ambayo yanapaswa yaonekane dhahiri, yanaonekana katika maisha ya muumini ya kila siku? Na Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Sasa swali la kujiuliza leo, sio kwamba usijiulize, je, Mungu leo atanitembelea? Swali la kujiuliza, unayo njaa ya Roho Mtakatifu ili Mungu akutembelee? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu na matokeo yake katika maisha ya muumini. Kwa nataka tutazame ni matokeo yapi Biblia inafunua kuhusu Roho Mtakatifu anapokuwa amemjaa muumini. Muumini anapokuwa anatembea katika maisha yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwanza tuangalie jambo hili kwamba Roho Mtakatifu yeye ni ahadi na uwepo wa Mungu kwetu. Roho Mtakatifu yeye ni ahadi ya Mungu kwetu. Mbali ya kuwa ahadi ya Mungu kwetu, yeye ndio uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tukisoma maandiko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 14 na mstari wa 16 hadi wa 17. Yohana Mtakatifu 14 hadi 17, maandiko yanasema, mkiniomba nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wakati anakaribia kwenda msalabani aliketi na wanafunzi wake, na alipokuwa ameketi na wanafunzi wake, huzuni ikawa imeingia katika mioyo ya wanafunzi. Kwa hiyo akaanza kuwaeleza habari ya mambo ambayo yatampata kwa sababu ya msalaba ambao ulikuwa mbele yake, na akaona wanafadhaika. Sura hii ya 14 ukianza na ule mstari wa kwanza, anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Akaanza kuzungumza habari ya kuandaa makao atakapoondoka. Anapofika mstari wa 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, na mkizishika amri zangu, Yesu anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ilikuwa ni ahadi kwa wanafunzi wa Yesu, ambayo pia ni ahadi kwetu sisi leo, ya kwamba Yesu aliahidi Roho Mtakatifu kuwa na sisi na kuwa ndani yetu. Anasema nitamwomba Baba atupe msaidizi mwingine, na anamsema huyo msaidizi ni Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumtambua, haumuoni kwa sababu haumtambui. Lakini Yesu anasema ninyi mnamtambua, yani sisi. Kwa nini? Kwa sababu anakaa ndani yetu. Ndani yetu yupo Roho Mtakatifu, na Yesu alimwahidi Roho Mtakatifu kushuka katika maisha ya muamini. Muamini anapookoka, muamini anapookolewa, moja ya ahadi ambayo anatakiwa adai itimie katika maisha yake ni Roho Mtakatifu kumjaa ndani ya maisha yake. Na Matendo ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4, tunaiona hiyo ahadi ambayo Yesu aliinena kwa wanafunzi wake ikitimia katika ile siku ya Pentekoste. Wanafunzi walipokuwa wamekaa kwenye kile chumba wakiomba, na makutano wengine makubwa wamekusanyika, ile ahadi ya Yesu ya kumwomba kwamba Baba atume msaidizi ilishuka juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya Pentekoste ilikuwa ni siku ambayo Roho Mtakatifu alikuja kama upepo, na ni ahadi ambayo hata sisi tunakumbushwa kwamba Yesu ametupa ahadi.
ahadi ya kuwa na Roho Mtakatifu, ahadi ambayo tunaweza tukaenda mbele za Mungu na kumkumbusha Mungu ya kwamba wewe Yesu umeshatuahidi Roho Mtakatifu, msaidizi ambaye anaweza kutusaidia, mtu ambaye atatusaidia katika maisha yetu, mtu ambaye hatupaswi kuhangaika kwa sababu msaada wake upo pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaweza tukahangaika kwa sababu hatujataka kumpa msaidizi nafasi ya kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema hata tuacha sisi yatima, atamwomba Baba atupe msaidizi. Ni maneno ya ajabu na ya upendo ya Yesu kwamba anapoondoka kanisa lake, watu wake aliowaaokoa, hataki kuwaacha peke yao. Hebu fikiria kama Yesu angetuacha peke yetu, maisha angekuwaje? Maisha yanakuwa na maana kwa sababu tunaye msaidizi, tunaye Roho wa Bwana wa kutusaidia. Na nataka ufikirie jambo hili. Hebu fikiria nyumba nzuri ambayo ni nzuri sana kwa nje, alafu ndani haina vitu. Nje inaonekana imepambwa vizuri, lakini ukiingia ndani ya hiyo nyumba ambayo kwa nje ni nzuri, ndani hakuna furniture, ndani hakuna vyombo, ndani hakuna kabati. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi. Roho Mtakatifu ni Mungu anayeingia ndani ya nyumba, akijaza ile nyumba, akiachilia moto kwenye ile nyumba, na ile nyumba akiikalia inakuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ile ambayo ni nzuri kwa nje itakuwa na maana pale ambapo ndani kutakuwa na vitu. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi waamini. Maisha yetu yawe na maana ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Mungu anapoingia ndani yetu, nguvu ya Roho Mtakatifu tunapoikubali ikakaa pamoja na sisi, maisha yetu yatakuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hatujaokoka tu ili kwamba twende mbinguni. Tumeokolewa kuwa wenyeji wa mbinguni hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi Mungu ametuokoa si kwa ajili ya kwenda mbinguni tu, lakini tuwe wenyeji wa mbinguni tukiwa hapa duniani. Maana yake nini? Kila kinachotokea mbinguni, uweza na nguvu zote za Mungu Baba zilizo mbinguni zinakuwa pamoja na sisi hapa duniani kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza tukaamrisha mambo yakatokea. Wakati fulani mimi na wenzangu tulikuwa mahali kwenye mkutano wa Injili, na kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yetu, ametujaza, tulifanya hiyo sehemu, tukafanya uwepo wa mbinguni uwe sehemu ile. Katika ule mkutano, watu waganga wa ile eneo wakainuka, wakazima vyombo vyetu kwa nguvu za giza. Siku 2 hatukufanya mkutano kwa sababu vyombo vya muziki vimekataa. Siku ya 3 tukaanza kumwomba Mungu, na baadaye vyombo vikaanza kufanya kazi. Lakini mara tu baada ya kufanya kazi, mhubiri alipopanda kuhubiri, mvua kubwa ikaanza kunyesha na lilikuwa jua linawaka kali sana. Tukajua hapa tunapambana na nguvu za giza. Na watu, mvua iliponyesha kwenye mkutano, unaelewa, wenyeji wakaanza kuondoka. Kwa ile biashara tuliyoipeleka ya kumvunia Yesu matunda ikaanza kuharibika. Na sisi tukasema hatukubali, kwa sababu tumekuja kumhubiri Yesu, watu waokolewe. Tukaitana watu wote tuliokuwa pale kwenye mkutano, kundi lote, tukaanza kumwomba Mungu kwenye lile eneo la mkutano, huku mvua ikitunyeshea. Takribani dakika 45 tuko tunamwomba Mungu ashuke, adhihirishe uweza wake. Na Mungu, kwa sababu si mwanadamu, yeye asemi uongo, neno lake ni hakika na amini, Mungu alishuka, ile mvua ikakatika. Mvua ikakatika na watu wakarejea kwenye eneo la mkutano, na mkutano ukaendelea. Tulifanya mbingu zishuke katika lile eneo ambalo tulikuwa tunaishi kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muamini, unaweza ukaamrisha mambo yakatokea katika maisha yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu ambaye uwepo wa Mungu unakukalia.
wewe ni mtu ambaye nguvu za Mungu ziko ndani yako, ni wewe kukubali sasa na kusema, Roho Mtakatifu, hebu jidhihirishe kwangu tena kwa namna nyingine. Sasa kwa haraka, hem tutazame ni matokeo gani yanaweza kutokea, alafu twende tumombe Mungu kwa habari ya kujazwa tena na Roho Mtakatifu. Matokeo ambayo tunayaona Roho Mtakatifu anaposhuka na anapoendelea kukaa katika maisha ya muamini. Cha kwanza, Roho Mtakatifu anatupa maisha mapya. Sawa sawa na Warumi sura ya 8 mstari wa 9 hadi wa 11. Warumi 8:9 hadi 11. Maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Paulo anawaeleza Warumi na anatuambia sisi ya kwamba ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Tafsiri yake nini? Mara ya kwanza tulikuwa tumekufa kwa mambo ya roho. Sisi tulikuwa ni wafu kabla hatujaokolewa. Mtu kabla hajaokoka anakuwa amekufa kwa sababu hana uwepo wa Mungu ndani yake. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, anatupa kuzaliwa mara ya pili, anatupa kuzaliwa upya, anatupa maisha mapya. Tunapokea utu upya, tunapokea matamanio mapya ndani yetu kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama uko mahali hapa na unatamani uwe mtu wa matamanio mapya katika maisha yako, unatamani uwe na upya, utu wako wa ndani ufanye kuwa upya, basi kubali Roho Mtakatifu aingie ndani ya maisha yako, akujaze. Nikodemo akamuuliza Yesu kwenye ile Yohana sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Yesu alipokuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, akamwambia Nikodemo, akauliza swali, yawezekana vipi mtu akazaliwa mara ya pili? Anawezaje kuingia tumboni mwa mama yake? Na Yesu akamwambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kinachozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo muamini anapokubali Roho Mtakatifu aendelee kumsaidia na kumjaza, maisha yake yanafanywa kuwa mapya kila siku. Utu wake unabadilishwa na yale makusudi, mapenzi ya Mungu yanaanza kuonekana katika maisha ya muamini. Hebu fikiria, wote tunafahamu kuhusu pulizo, si ndio? Balloon. Pulizo hili bila kupuliza hewa au pumzi ndani ya lile pulizo linakuwa halina maana. Lakini utakapopuliza hewa, pumzi kwenye lile pulizo, litakuwa na maana na litakuwa na umbo fulani. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi. Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu ndani yetu. Anapokuwa ndani yetu, anatupa maana ya kimaisha. Kama ambavyo unaweza ukapuliza hewa kwenye pulizo likawa na sura fulani na likainuka likapaa hata juu, ndivyo Roho Mtakatifu kwenye maisha ya muamini ni pumzi ya Mungu, ambapo anapoingia ndani ya maisha ya muamini anampa kusudi, anampa umbo la kimaisha, na anainuliwa kama ambavyo pulizo linaweza likainuliwa juu kwa sababu ya ile pumzi ambayo umekuwa umeipuliza. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi maisha ya ushindi kila siku. Hayo ni matokeo ya pili. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi maisha ya ushindi kila siku. Warumi 8:13 Biblia inasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Habari ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kila siku, maisha ya ushindi, yanawezekana pale muamini anapokubali kuendelea kutumiwa na Roho Mtakatifu. Kama Paulo anavyotuonyesha, Roho Mtakatifu ni Roho ambaye anatusaidia kushinda dhambi. Ni Roho ambaye anatupa nguvu katika maombi. Yote haya yanatusaidia katika maisha ya ushindi. Na mimi nataka niwe mtu ambaye nitaishi maisha ya ushindi kila siku. Kama uko hapa na unataka uwe mtu wa kuishi maisha ya ushindi, basi hebu mruhusu Roho Mtakatifu akujaze tena. Sisi sio watu wa kuhangaika. Sisi sio watu wa kushindwa
na vitu katika maisha. Tunashindwa kwa sababu pengine hatujampa nafasi ya kutosha Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Lakini tukimpa nafasi ya kutosha, atatupa maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Wote hapa tuna simu na wengine tuna smartphone, si ndio? Nzuri kabisa ambazo Mungu ametujalia. Na simu zetu kwa kweli zinatusaidia. Na kwenye hizi simu kuna application nzuri mbalimbali ambazo tumezihifadhi. Kuna features mbalimbali ambazo tumezihifadhi, zinatusaidia. Lakini unajua hiyo simu kama betri imekufa haina maana tena. Bwana Yesu asifiwe. Betri kama imekufa, pamoja na uzuri wake, pamoja na application nzuri ulizonazo ndani ya hiyo simu inakuwa haina maana. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi. Roho Mtakatifu ndio chanzo cha nguvu katika maisha ya muamini. Kama ambavyo betri ya simu inawasha simu, unaweza ukaitumia. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Unataka utembee katika uweza wa nguvu za Mungu, basi mruhusu Roho Mtakatifu akuwezeshe, akujaze, utembee katika uweza wa nguvu za Mungu. Sisi ni viumbe wa kiroho. Na kwa sababu sisi ni viumbe wa kiroho, tunaishi katika ulimwengu wa aina mbili, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu unaoonekana. Lakini pia Biblia kwenye Waebrania inasema mambo yote yanayotokea dhahiri katika ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, yamefanywa dhahiri kwa sababu ya ulimwengu wa roho. Sasa uwezo wa kuathiri ulimwengu wa roho ndio unaachilia matokeo katika maisha ya muamini. Na muamini anaathiri vipi ulimwengu wa roho? Pale ambapo anakuwa na chanzo cha nguvu za ulimwengu wa roho. Na chanzo hicho Yesu ametuahidi ya kwamba ametupatia, tunaye ndani yetu. Tunaweza tukamtumia akawa chanzo cha nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, unakutana na upinzani mkubwa katika maisha ya kila siku na unahitaji uvuke vikwazo fulani katika maisha? Unakutana na ugumu wa vitu fulani? Basi nikupe jibu mchana wa leo. Jibu la wewe kuvuka mambo hayo ni Roho Mtakatifu akikupa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope dhoruba inavyokuja. Wewe ni mtu uliyejawa na nguvu ya kutuliza hata hiyo dhoruba kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu, bila yeye tunakuwa watu wa dini tusiokuwa na nguvu. Tukiwa na Roho Mtakatifu, sisi ni watu wa kawaida sana wenye nguvu za kipekee. Tukiwa na Roho Mtakatifu, sisi ni watu wa kawaida wenye nguvu za kipekee. Sasa nikuambie namna ya kutembea katika utele wa Roho Mtakatifu. Namna gani unaweza ukatembea kwa utele wa Roho Mtakatifu ili uwe mtu ambaye unaweza Roho Mtakatifu atembee kwa utele ndani yako, awe ni mtu wa kukufurikia. Jambo la kwanza, kuwa na kiu ya Roho Mtakatifu. Kuwa na kiu, ukiweza kuongeza kuwa na njaa pia ya Roho Mtakatifu. Kiu na njaa ya Roho Mtakatifu. Yohana ile sura ya 7 mstari wa 37. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi 39. Biblia inasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu anayetupenda sana. Mahali hapa, ile siku ya mwisho, kabla ya ile siku ya mwisho, siku ile ya kubwa ya sikukuu, Yesu akawa amepaza sauti zake pamoja na wanafunzi wake akisema, ikiwa kuna mtu kwenu ana kiu
na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Alafu Biblia inasema hilo neno Yesu alilisema kwa habari ya Roho, kwa maana ya kwamba mtu anapokuwa na kiu ya Roho Mtakatifu, mtu anapotengeneza kiu ya Roho Mtakatifu ndani yake, Yesu anampa mwaliko mtu huyo kwamba huyo mtu aje anywe kwangu, na ndani yake maji, mito ya maji itafurika. Na Yesu akasema alikuwa ananena kwa habari ya Roho Mtakatifu, ambaye wale wamwaminio watakuja kumpokea, yani sisi, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Kwa hiyo Yesu alitupa picha ya mbele ya maisha ya mwamini, ya kwamba mwamini huyu anataka tembee katika utele wa Roho Mtakatifu, basi lazima ndani yako uwe na shauku na kiu ya kumtaka Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, boti baharini, mtumbwi baharini, ili uwaze kwenda unakuwa na nanga na vitu ambavyo vinasaidia, lakini ni mpaka usukume ule mtumbwi uingie kwenye maji, ndipo upepo uanze kufanyaje? Kusukuma ule mtumbwi. Na hata sisi, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, ni mpaka tujiweke kwenye hali ya kumtaka na kiu, ndipo anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumbwi hawezi kuingia baharini mpaka wavuvi wa usukume kwanza. Kwa hiyo lazima na wewe ujiweke tayari, ujiweke katika hali ya kumtaka sana Roho Mtakatifu. Bila hivyo kwako itakuwa ni historia, pamoja na kwamba ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo kuwa mtu wa kiu, tamani sana ndani yako kutembea na Roho Mtakatifu. Njaa ndio njia pekee ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia jambo la pili, omba kwa imani. Omba kwa imani. Luka mtakatifu sura ya 11 mstari wa 13. Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 11 mstari wa 13. Biblia inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Hili ni swali ambalo linaulizwa kwetu mchana wa leo, ya kwamba kama duniani kuna watu waovu ambao watoto wao wakiwaomba vitu watawapatia zawadi nzuri, je, Baba yetu aliye mbinguni si zaidi sana ya kwamba atawapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Swali la kujiuliza, wewe umekuwa mtu wa kumwomba Baba wa mbinguni akupe Roho Mtakatifu? Kwa hiyo tunaweza tukaomba kwa imani, tukaenda mbele za Mungu tukamwomba Roho Mtakatifu. Jamani, hii ni ahadi ya kila mtu, sawa sawa na Yoeli alivyosema ya kwamba siku za mwisho Mungu atamwaga Roho wake Mtakatifu kwa wote wenye mwili. Kwa hiyo sio zawadi ya watu fulani peke yao, sio zawadi ya watu kadhaa kwenye kanisa, ni zawadi ya kila mtu. Ni kipawa cha kila mtu cha kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ni ahadi ambayo ilitolewa kwetu sote. Mchana wa leo natamani uwe mtu wa shauku. Mchana wa leo natamani ujenge kiu ndani yako, maisha yako ili yawe na maana, matokeo yaanze kuonekana. Ni pale Roho Mtakatifu ataanza kufanya kazi yake, pale Roho Mtakatifu utakapomruhusu. Wakati mwingine ni kwa sababu hujamruhusu, ni kwa sababu hujampa nafasi. Umetaka kuyaongoza maisha yako mwenyewe, umetaka utumie akili zako mwenyewe, umetaka utumie fedha zako, umetaka utumie ufahamu wako, lakini vyote hivyo haviwezi kutusaidia pale tutakapojiachilia kwake, kwa sababu yeye ni Mungu mkuu, yeye ni mtu anasikia, anaweza akaongozana na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Simama sasa kwa miguu yako, tunataka tuende tuombe. Hapo ulipo, hebu anza kujenga shauku na kiu ndani yako ya Roho Mtakatifu. Tengeneza hiyo kiu. Unataka utele wa Roho Mtakatifu ndani yako?
mambo makubwa mawili ya kufanya kwa mujibu wa maandiko. Biblia inatuambia kwamba Yesu akasema, yeyote mwenye kiu na aje kwangu, ndani yake mito ya maji itafurika. Jambo la pili, omba kwa imani. Je, Baba yetu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwa hiyo tunataka twende tumwombe Baba yetu wa mbinguni atupe Roho Mtakatifu. Na yamkini uko mahali hapa unatamani maisha yako yawe ya ushindi. Unatamani utembee katika uweza wa nguvu za Mungu. Unatamani utembee katika mamlaka ya kimungu ambayo Mungu ameahidi katika maisha yako. Nyosha mkono wako. Unasema unataka uwe mtu wa tofauti. Unataka uwe mtu wa matokeo ya nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yako. Wewe usiogope. Wewe nyosha tu. Nyosha tu, usiogope. Hii ni ahadi ambayo imeahidiwa kwa kila mtu mwenye mwili. Kwa kila mtu mwenye mwili. Ni ahadi ambayo imeachiliwa kwetu. Wewe unatamani maisha yako yawe ya ushindi. Nyosha mkono wako. Alafu piga hatua moja. Uje tuombe. Na uko mahali hapo unasema hujajazwa na Roho Mtakatifu. Unatamani Roho Mtakatifu akujaze. Sogea tuombe pamoja na wewe. Unasema unatamani uzoefu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Unatamani uzoefu wa kutembea na Roho wa Bwana. Umekuwa ukisikia kwa wengine tu. Umesikia shuhuda za wengine. Mchana wa leo hii ahadi ni kwako pia. Jenga kiu ndani yako. Alafu muamini Bwana ya kwamba anaweza akakuhudumia. Muamini Bwana anaweza akakushukia. Muamini Roho Mtakatifu na umuombe kimya kimya ndani yako kwamba Roho Mtakatifu, na mimi leo nijaze. Roho Mtakatifu, na mimi leo niguse. Roho Mtakatifu, na kuamini nimekusikia, unaweza ukanijaza. Unaweza ukanijaza. Wakati waimbaji wanatupa chorus ya kumwabudu Mungu wetu na Roho Mtakatifu, na wengine tulioko hapo, na wewe unaweza ukajiombea kujaa zaidi, kujaa zaidi, kutembea zaidi katika mtembeo na utele wa Roho Mtakatifu. Ni ahadi kwa ajili ya kila mtu. Tamani sasa wakati waimbaji wanatuongoza, alafu tutakwenda kumwomba Mungu. Baba, nafsi yangu ya kutamani, Bwana nijaze, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe Yesu, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani, oh Bwana nijaze, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe Yesu, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Nenda mbele za Mungu sasa. Maandiko kweli inatueleza ya kwamba tunaweza tukaomba kwa imani. Omba kwa imani na wewe. Hapo ulipoanza kuomba kwa imani, Roho wa Bwana akushukie. Roho wa Bwana akujaze. Roho wa Bwana akutembelee tena. Rakabashekerimanda ribosakayanda rikabasakayanda shekerimanda rabasaka. Kanisa, omba hapo ulipo. Omba mtembeleo zaidi. Kila mmoja aombe. Rakabashekerimanda rikobosakayanda shandarabasaka. Hii ni ahadi ya kila mmoja. Hii ni ahadi ya kila mtu. Rikoboshandarabasaka. You can pray for that promise. You can ask that promise to be fulfilled katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba neema
Tunaomba Roho yako Mtakatifu ashuke kwetu tena, atujaze tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ni ahadi yako Bwana ya kututembelea Bwana, ya kutujaza tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rabashanda rikabasaka yende rikosaka yanda rabashende ribonda rikabasaka yanda rikoboshanda rabasaka rikobosaka yanda rabasaka rabaseke yende rikobosaka yanda rikabashanda rabasaka yanda. Visit us once again, oh God. Rikabashanda yende ribosaka. Tutembelee Bwana, tujaze tena. Jaza dada yule, jaza kaka yule Bwana, mama yule mjaze, baba yule mjaze. Tembelee tena Bwana kwa uweza wako, kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rabasaka rikoboshanda yanda rabaseke rikoboshanda yanda rabasaka yanda rabasaka. Tunataka tuwe watu wa nguvu, tunataka tuwe watu wa mamlaka, tunataka tuwe watu wa kipekee, watu wa tofauti Bwana, katika jina la Yesu. Rakabasheke rikobosaka yanda yanda rabasaka. Tujaze Bwana, tujaze Bwana, tufurikie tena, tufurikie Bwana, tufurikie tena Bwana tulipopunguka Bwana, tujaze tena katika jina la Yesu. Rikamanda yende ribosaka yanda rabashanda rikobosaka yanda. Let your spirit move upon this place, oh God. Rikoboshanda yanda rabasaka rikoboshanda rabasaka rikobosaka yanda, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yahudumie maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu. Tujaze tena Bwana, tujaze tena, tufurikie tena, tufurikie tena, tuguse tena, tuguse tena. Tutembelee Bwana, tutembelee Bwana, tutembelee Bwana. Mtu mmoja mmoja mahali hapa Bwana mtembelee, Bwana mjaze, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh rakabasheke rikabasaka. Wewe ni jana, leo na hata milele Bwana, hujabadilika. Tukikuomba unatujibu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fill us, oh God. Fill us, oh God. Tujaze tena, tujaze tena, katika jina la Yesu. Rabasheke rikobosaka yanda, katika jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea ujazo, pokea ujazo, pokea ujazo, pokea kwa jina la Yesu. Receive it, receive it. Pokea ujazo tena, pokea ujazo tena, pokea ujazo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ujazo tena. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Pokea ujazo tena, pokea ujazo tena, pokea ujazo tena, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea. Rabasheke rikobosaka yanda rabashende rakababaseke rikoboshanda rabasaka yanda rabasaka. In the name of Jesus. Pokea ujazo, pokea ujazo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uwezo, pokea kujaa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Karabasheke rabasaka yanda yanda rabasheke rabababaseke rikomosaka yanda rababasheke rikomosaka yanda rakabaseke. We call upon your power, oh God. Rikabasheke rimasaka yanda riko sakayanda. Fill us once again, oh God. Ribobo sakayanda ramama sekeyende shekeri basaka yanda rabaseke. Nguvu zako zitujaze, tutembelee Bwana, katika jina la Yesu. Rababasheke rikobo sakayanda ramama siko yende shanda rabasiko ribo sakayanda rikamaseke yende, katika jina la Yesu. Bwana tunakutukuza, Bwana tunakuinua. Wewe ni Mungu mzuri Bwana,
Asante kwa Roho wako Mtakatifu Yesu. Asante kwa rafiki mwema. Asante kwa mtu mzuri ambaye umetupa Bwana, ya kwamba hujatuacha peke yetu, hujatuacha yatima. Tunaye msaidizi Bwana, tunaye msaidizi Bwana. Tunakushukuru na kukuinua Bwana. Asante kwa kututembelea, asante kwa kutujaza tena. Pokea utukufu Bwana, pokea heshima. Hebu mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Roho Bwana, mwadhimishe Roho Bwana. Roho Mtakatifu, endelea kuwa pamoja nasi Bwana, endelea kusema nasi Bwana, endelea kutuvuvia tena, katika jina lako Yesu lenye nguvu na mamlaka Bwana. Kwa imani tumeomba, kwa imani Bwana tumepokea kutoka kwako, katika jina la Yesu, amen. Hallelujah. Mshangilie tena Bwana Yesu.